Uhali gani mtazamaji wa Kisima cha Uzima TV, karibu katika habari kwa ufupi. Mimi ni Naomi Fumbuka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi kimataifa. Rais Samia ameyasema hayo wakati akihutubia mkutano wa 29 wa kimataifa wa uchumi nchini Urusi, ambapo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali kwa lengo la kujadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Aidha, Rais Samia amesema Tanzania inaendelea kujiimarisha kwa lengo muhimu la uwekezaji na biashara barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika miundombinu, usafirishaji, nishati, mageuzi ya kidigitali na maendeleo ya viwanda. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haitasita kuwaondoa kazini watumishi wa umma watakaobainika kuwanyima wananchi haki zao au kuwakwepa kwa namna yoyote ile wakati wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Amezungumza hayo wakati wa mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa jimbo la Isimani uliofanyika katika kata ya Kihologota mkoani Iringa, na kuwataka watumishi kutatua changamoto za wananchi mara moja. Waziri Nchemba amesisitiza kuwa utumishi wa umma ni dhamana ya kuwahudumia wananchi na si fursa ya kuonesha mamlaka, na kuongeza kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa wote watakaoshindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na maadili ya kazi. Tunao watumishi wazuri wanaofanya kazi nzuri. Tunao. Ndio maana nchi inapiga hatua. Tunao. Akina Harry James tunao. Tena sio wachache, wako wengi. Tunao. Na wala msiingie ubaridi tunaposemea wale wasiofanya vizuri. Ninyi kazi zenu zinafanyika vizuri. Lakini pia tunao wale washamba. Mgonjwa amefika, yeye ana chati na simu. Umesomeshwa kwa kodi za Watanzania hawa. Na mimi nimekuwa hazina pale. Najua hakuna mtu mwenye ziada kwamba ana pesa nyingi mpaka ameamua igawie serikali. Wanajinyima. Wanalipa kodi, wanajinyima, wanajibana. Kuna aina fulani ya maisha wameyakataa ili watoto wa Kitanzania wasome. Kuna maisha fulani wameyakataa ili tujenge kituo cha afya. Kuna maisha fulani wameyakataa ili tujenge shule. Unasomeshwa, unafika pale, mgonjwa anafika, wewe unaendelea kuchati na simu. Kwa wakati huu mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali, nitawatia adabu hawa watu wa aina hii. Mkiwaona wananchi, mkiona mtu wa aina hii, toeni taarifa. Tuna watu wengi wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu. Watu wa aina hiyo wala wasihamishwe kituo, wafukuzwe. Mhandisi wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli Fabian Mose amesema mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazibai mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa makubwa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi na fursa za ajira. Ameeleza hayo wakati wa ukaguzi wa mradi huo na kusema kuwa visima vya uzalishaji vya MB5 na MS2 vimekamilika kucholongwa, huku kazi ikiendelea katika kisima cha Kasa 1X. Mradi huo umetajwa kufungua ajira kwa Watanzania zaidi ya 320 na kutoa kandarasi zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa watoa huduma wa ndani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa ufupi kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Usikose kufuatilia vipindi vinavyofuata.